Vipi mchumba, unapaonaje hapa? Jina langu hulijui tena? Mwanzo nilikutana na Janet, lakini sasa hivi amepanda cheo na kuwa mchumba, na itabaki hivyo hadi mabadiliko mengine yatakapotokea. Asante. Chumba kizuri. Huu ndio uchumba. Unalazwa pazuri kwa sababu bado tunabembeleza, lakini ukisha kuwa mke, tunaanza kubana matumizi. Ngoje nikaoge kwanza. Sawa, na kusubiri. Za asubuhi mchumba. Mbaya. Mbaya kivipi? Kwani ukulala vizuri? Nilale vizuri wapi wakati kuna mtu hajui kama mwenzie amechoka? Jamani, nani huyo kakuchosha? Ulivoniambia unifanyie masaji nilidhani unanionea huruma. Kumbe mwenzangu ulikuwa unataka malipo. Kwa kweli umenishangaza sana. Sasa unashangaa nini? Basi njoo nikufanyie tena nikutoe uchovu. Wewe baba niache, nimechoka kama mbu hapa. Unajua haya ni mazoezi. Ukifanya mara kwa mara ndo unaufanya mwili uchangamke. Hayo mazoezi tutafanya siku nyingine. Leo naomba uniache. Jamani mchumba, ushaanza kuniona maandazi mapema hivi? Hapana, utanisamee tu kwa leo. Unajua nini mchumba? Mimi mwenzio nilijitunza kwa ajili yako. Sasa nikikuona hivi, nashindwa kujizuia kabisa. Jamani, mbona unakuwa hivyo? Au umeambiwa mimi nitakimbia? Basi mchumba usikasirike. Amka ujiandae tukanunue mabaibui ya madrasa. Jamani, lakini wahenga si walisema umpende mtu kama alivyo. Nimekupenda kama ulivyo, ila nataka kukubadilisha uwe bora zaidi. Kwa kunivalisha mabaibui? Sio mabaibui tu, na madrasa utaenda. Sifa ya mwanamke ni stara bwana. Au unataka kutembea huko nje ukitangaza mali zangu kwa watu? Kama ni mabaibui nitavaa, lakini hilo swala la madrasa na ratiba yangu ya kazi sidhani kama litawezekana. Nitakutafutia mwalimu wa kike ambaye atakuwa anakuja kukufundisha nyumbani. Sawa? Nyumba yenyewe ya kufundishiwa ni ipi? Kule uswahilini kwako unahama. Huwezi kuendelea kukaa pale wakati tayari nimesha kuchumbia. Kweli? Wow, hatimaye na mimi nahama. Asante mpenzi wangu. Asante kwa kunihamisha kwenye ile nyumba. Lakini nyumba ambayo utahamia bado haijapatikana. Nyumba haijapatikana tena? Ndiyo, nimeongea na madalali. Watafute maeneo yale yale ya COS hadi kule juu njia ya uwanja wa ndege ili uwe karibu na kazini kwenu. Kumbe unaenda kunipangishia tena? Nimechoka na haya majuba jamani. Na wewe usiyefika kama unatoka mbinguni, umefika wapi sasa hivi? Nipo hapa mlangoni kwako. Mlango upi? Mlangoni kwako hapa kwenye chumba ulichopanga. We naye, wewe unauliza kwanza. Hebu usigonge milango ya watu ukaja kumwagiwa maji ya moto. Mimi nilitaka kukusurprise. Hayo mambo ya surprise nenda kamfanyie mpenzi wako. Ngoja nikutumie namba za bodaboda umwambie akulete kwa bosi wake Janet. Sawa bosi. Shoga yangu, umeshindwa hata kunitaarifu kuwa umehama. We naye unagubu. Si tayari umeshapafahamu nilipohamia, sasa hizo lawama ni za nini? Mimi wala sijakulaumu shoga yangu. Mwenzio nilikuwa nataka kukushtukiza kula uswalini kwetu, kumbe mwenzangu siku hizo unakaa huku kwenye apartment za kishua. Shoga yangu, ukitaka kushtukiza watu wenye masponsa wa maana hapa mjini kama sisi, unatakiwa ufanye utafiti kwanza. La si hivyo utamwagiwa maji ya moto kwenye nyumba za watu. Jamani, hivi umeogea maji gani na mimi nikayaoge? Unaulizia maji, vipi kuhusu kina utakiweza? Hebu usinishtue shoga yangu. Mimi sio kwamba nakutisha shoga yangu. Vipi, nikuandalie kinywaji gani? Soda, juisi au wine? Kwani yale mambo yetu mengine hayapo?
Kwa kweli shoga yangu, hapa ndani siwezi kutumia pombe, labda huko nje. Kwa hiyo waini sio pombe? Wewe kama unataka waini sema nikuletee, hayo mambo mengine yaache kama yalivyo. Basi sawa, nipe chakula halafu uniletee na waini nishushie nisahau shida za dunia. Ngoja nikuagizie sekela na chipsi. Hivi Janet, ujue unanitisha. Na kutisha kwa lipi tena shoga yangu? Hivi kweli wewe wakuagiza chakula bila kulalamika kuhusu hela bodaboda ya kwenda kuchukua chakula na kurudi? Mimi nishavuka huko siku nyingi, hebu nenda kafungue friji ukachukue chochote unachotaka. Sawa shoga yangu, nitaenda kuchukua, lakini hebu tuwe serious kidogo. Naomba uniambie ukweli, ni mwanaume gani huyo umempata ambaye anakupa kiburi kiasi hiki? Mwenzio niko kwenye penzi zito na mjane mmoja hivi amazing, na yeye ndo kaniweka humu ndani. Hongera zako shoga yangu. Hebu niambie ulichoniitia hapa, maana naona stories zinanoga hadi nimesahau kuwa kuna kitu ulikuwa unataka kuniambia. Shoga yangu, mwenzio upweke unanisumbua, na hiyo ndo sababu ilionifanya nikuite hapa. Jamani, sumuite Mudi yule mpenda vya bure ya kuliwaze, maana yule ndo mzuri, sababu hawezi kukuharibia kukiwa na uhakika wa kula. Mudi haniwezi tena. Yaani toka niingie kwenye mikono ya huyu baba, Mudi kanitoka rohoni kabisa, na sasa hivi ndo nimejua kwa nini wanawake wengi wanapenda wanaume za watu. Kwani wanaume za watu wana kitu gani cha maana hadi unawasifia hivyo? Wanaume za watu ni mafundi haswa, tofauti na hawa chovya wetu kama Mudi. Sasa kama umeridhika na huyo mbaba, kwa nini usitulie naye? We naye usijifanye mgeni wa mambo. Toka lini chungu kikakaa kwenye figa moja? Wewe tena na mambo ya figa moja. Ndio mimi haswa. Yaani shoga yangu, huyu baba nampenda kweli, lakini shida ndo hivi anavyoniacha humu ndani kama furniture. Halafu kibaya zaidi, hana mawasiliano na mimi. Yaani kazi yake ni kutokea tu kama mzimu. Bwi. Lakini shoga yangu, maisha tuliotokea wote tunayajua wenyewe. Kwa taarifa yako, wasichana wengi na mimi nikiwa mmoja wao tunatamani maisha kama yako. Kwa hiyo tafadhali nakuomba uwe makini usije ukaharibu. We, naanzaje kuharibu kwa mfano? Unadhani nataka niyakose haya maisha nirudi kwenye nyumba za kushia choo tena? Kwanza sijui ni mchawi gani kaingia kati, lakini unatakiwa unikute kwenye bonge la nyumba. Unamaanisha kasri? Ndiyo, ni kasri. Tena kasri la maana. Lakini sijui hata kwa nini nimeletwa hapa. Yaani nimekasirika kinoma. Sema nimeshindwa kuongea nisije kuonekana nimefuata mali za watu. Kwani toka ulivyompata huyo mwanaume ulienda kwa babu? Mimi sijaenda kwa babu toka nimpate huyu mwanaume, na wala sikumfanyia chochote kumvuta kwangu, ila alinipenda tu mwenyewe na kuniomba tuanzishe mahusiano. Wewe Janeti, kwenda kwa babu ni muhimu kwa sababu yanaweza katia vionjo vyake kule ili mambo yazidi kuwa mazuri. Lakini usipofanya hivyo mambo yanaweza kufubaa alafu ukamkosa huyo mwanaume. Ndiyo maana nimekuita, maana najua wewe una mawazo mazuri ambayo yatanifanya nifanikiwe zaidi kwa huyu mwanaume. Lakini nakusisitiza uwe makini usije ukamkosa huyo mwanaume. Mwenzio kama ni kuwachanganya wanaume na wachanganya sana. Lakini hiyo yote ni kwa sababu bado sijapata mwanaume wa kuniweka ndani na kunitunza kama hivi. Kwa hiyo tafadhali usichezee hii bahati. Nimekuelewa shoga yangu, na mimi ndio maana sikuita mtu yoyote zaidi yako. Sasa una mpango gani na huyo mwanaume wako? Mwenzio nishatolewa mahari. Yaani hapa nasubiri tu hiyo tarehe ya ndoa ili niwe mke wa mtu rasmi. Kwa hiyo inabidi tujiandae kisha tuende kwenye zile clubs tulizokuwa tunatamani kuingia kipindi kile tulivyokuwa hatuna hela, ili tukauage usingo kwa mara ya mwisho. Woyo, mwenzio nilijua umeachana na mambo ya klabu baada ya kukuona umejitinda na ushungi. Uwezi amini, nimepigwa marufuku kuvaa suruali na vimini. Ndio maana unaniona na hizi nguo za kujistiri. Na hapa unavyoniona, mwenzio nasoma madrasa. Yaani siku ambazo siingii kazini jioni, mwalimu ananifuata saa 1 usiku kunifundisha. Na siku ninazoingia kazini jioni, mwalimu ananifuata nyumbani asubuhi kunifundisha. Hongera shoga yangu, unafundwa uwe mke mwema. Yaani we acha tu. Kwa hiyo unanipangaje? Hapa itabidi utulie humu ndani saa 1 nisome madrasa yangu vizuri ili mwalimu asije akanishtukia. Alafu nikimaliza kwenye mida ya saa 4 usiku tuende zetu viwanja tukajirushe.